Anachokifanya Elie Mpanzu ni kuwatishia wapinzani wa Simba, ile kuwapa hofu. Kitaalamu tunasema unaweza ukamfunga mwenzako au ukamfunga mpinzani wako nje ya uwanja. Ndio kitu ambacho anakifanya Elie Mpanzu. Yaani anachokifanya ni kuwafunga wapinzani wa Simba nje ya uwanja, kuwatia ile hofu, kuwapa ile hofu ambayo inaweza kupelekea wanapojiandaa kwenye mchezo dhidi ya Simba waanze kuwa na wasiwasi wa namna ya kuwakaba Simba, kitu ambacho kwa namna moja ama nyingine kinaweza kuwasaidia sana Simba, kwa sababu sometimes ili ushinde mechi ya mpira wa miguu ni lazima uweze kumuua mpinzani wako kisaikolojia, yani umfanye ajihisi kama anaenda kwenye matatizo. Ndio kitu ambacho anakifanya Elie Mpanzu. Yani kuna kauli ambazo mara nyingi huwa anazizungumza ambazo ukija kuzipimia katika hali ya kawaida na unaweza ukaogopa kwa sababu ya kile ambacho anakisema. Just imagine performance bora ambayo Elie Mpanzu ameonyesha mpaka hivi sasa, akihusika kwenye jumla magoli 7 kwenye mashindano yote, halafu anakuambia hajafika hata 80% ya uwezo wake. Sasa kama hajafika hata 80% ya uwezo wake na anacheza hivi ambavyo tunamuona, je, akifikisha 80% ya uwezo wake itakuwaje? Au akifikisha 90% ya uwezo wake itakuwaje? Kuna mlinzi yoyote ambaye atakubali kukutana na Elie kwenda kumkaba Elie Mpanzu? Jibu ni hakuna. Yaani unajua katika hali ya kawaida hakuna beki ambaye anapenda kumkaba mchezaji mtukutu, na hakuna beki ambaye anapenda kumkaba mchezaji mwenye kasi, wala hakuna beki ambaye anapenda kukaba mchezaji mwenye skills, wala hakuna beki ambaye anapenda kumkaba mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa kuliko yeye. Yaani mabeki wengi wanapenda kukaba wachezaji ambao wanawaweza, wachezaji ambao sio bora sana kama wao. Na ukiangalia uwezo wa Elie Mpanzu ni uwezo mkubwa, ana uwezo mkubwa kuliko mabeki wengi kwenye ligi kuu. Automatically kauli yake ya kusema kwamba hajafika hata 80% ya uwezo wake, maana yake hiyo inafanya wapinzani waanze kumhofia. Yaani hiyo inasababisha anapoenda kucheza mechi uwanjani wapinzani waanze kuwa na hofu dhidi yake. Yaani unakuta sasa ile inawaharibu watu kisaikolojia, kwamba huyu mtu kama mpaka hapa alipo hajafika hata 80% ya uwezo wake, what if akifika 80% itakuwaje? Automatically hiyo inawapa hofu walinzi wa timu pinzani, na walinzi wa timu pinzani wakishakuwa na hofu, hata ule ufanisi ndani ya uwanja unapungua, na ufanisi ndani ya uwanja ukipungua, maana yake makosa yanakuwa mengi. Makosa yakiwa mengi ndio pale ambapo Elie Mpanzu anaweza kwenda kunufaika na hayo makosa, au kama sio yeye wanaweza kunufaika na hayo makosa wakawa wachezaji wengine, na wakishanufaika na hayo makosa inaweza kwenda kuleta athari kubwa sana kwenye eneo la ulinzi, na mwisho wa siku mkajikuta mnaruhusu magoli mengi. Kwa hiyo kwa kile ambacho amekizungumza Elie Mpanzu ni kitu ambacho kwenye jicho la kawaida unaweza kuona ni kitu tu cha kawaida tu, au unaweza kuona ni kauli ya kawaida tu ambayo haina madhara yoyote, lakini Elie Mpanzu amezungumza kauli ambayo inawapa hofu wapinzani, na wapinzani wanapaswa kujiandaa vizuri. Lakini pia Elie Mpanzu na kauli ambayo amezungumza ni kauli ambayo inaweza kumtengenezea mazingira magumu zaidi. Na inamtengenezaje mazingira magumu? Inaweza kumtengenezea mazingira magumu kwa sababu ni mchezaji ambaye atajikuta ile kasi yake inaweza kumezwa na wapinzani, kwa maana ya kwamba watu kucheza naye kwa akili kubwa zaidi, kwamba mpira unavyochezwa watu wanaweza kujikita zaidi kwenye kuzuia mpira kuliko kumzuia yeye, kwamba akishazuia mpira maana yake hiyo kasi ya Elie Mpanzu haiwezi kuwa na faida, au kupigwa zaidi buti, kwa maana ya kwamba mtu anakuvizia mpira unavokuja na kukata, akikukata ina maana wewe unaanguka chini, ukianguka mpira unabaki, mpira unaenda wenyewe. Automatically pia kasi yako haiwezi kukusaidia kwa namna moja ama nyingine. Ndakukumbusha kuna kipindi Joshua Onyango alipata shida sana kumkaba Tuisila Kisinda, lakini baada ya pale Serge Baskaliwao ambaye kwa ni center back wa Simba akawa yeye ndo anaenda kumkaba Tuisila Kisinda. Baada ya kuwa yeye ndo anamkaba Tuisila Kisinda, alichokuwa anakifanya ni sio kudili na kasi yake, alichokuwa amekifanya wao ni kwenda kudili na mpira, kwamba yeye anasubiri mpira ulipo ndo anapopeleka mguu, anaachana naye kwenye kasi. Ile ilimfanya Tuisila Kisinda kuonekana kama ni mchezaji tu wa kawaida uwanjani, lakini ni mchezaji ambaye anakuwa na kasi sana. Kwa hiyo hata Elie Mpanzu pamoja na kwamba ni mchezaji ambaye ana kasi sana, lakini kauli zake hizi zinaweza kuwafanya wapinzani kujiandaa zaidi kwa namna gani ambavyo wanaweza kwenda kumkabili ili asije kuleta madhara kwenye eneo lao, kitu ambacho kinawezekana
Onichu kwa kocha ambaye ni mzuri kimbinu na kiufundi ni kimbinu, anaweza kuseti timu yake vizuri kimbinu, lakini pia anaweza kuangalia kwenye kosti yake mchezaji gani ni fundi zaidi mwenye uwezo mkubwa kimbinu kwa kiufundi mguuni, au mwenye ile ambaye tactically yuko vizuri, anaweza kumkabili yeye amkabe Elie Mpanzu, kitu ambacho kinawezekana. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile, yani kwenye kauli ambayo amezungumza Elie Mpanzu ina athari kwenye maeneo mawili. Kwanza inawatishia wapinzani kama athari ya kwanza, lakini ni athari chanya kwa klabu ya Simba kwamba ikitokea labda wapinzani wamekaa vibaya, yeye anaweza kwenda kufanya balaa zaidi, lakini pia hiyo inafanya Simba waamini kwamba hawajapata hasara kwenye usajili wake. Lakini pia athari nyingine ambayo ni athari hasi ni namna ambavyo wapinzani wanaweza kwenda kujipanga vizuri kumkaba Elie Mpanzu. So yeye anapaswa sasa kuendelea kuboresha, aendelee kuwa bora zaidi, ili hata kama wapinzani watakuja na mbinu mbadala za kumzuia, basi wasiweze kufanikiwa kumzuia kwa hizo mbinu zao mbadala, kwa hizo mbinu zao ambazo watakuwa wamejiandaa nazo. So hiyo itamsaidia kama mchezaji kuendelea kuimprove zaidi, lakini pia itasaidia Simba kusonga mbele zaidi.